Kwenye maeneo ambayo tumenyang'anywa ardhi, wewe mwenyewe unaweza kulia machozi. Ni vumbi tu linatimka. Hamna hicho kitu kinachoitwa uoevu. Mbalali tuna changamoto pia ya hao watu wanaojiita marenja. Watu wanakufa bila sababu yoyote ile ya msingi. Marenja ndio watu gani? Watu wa TANAPA, mali asili. Ndugu zetu kule wanapigwa, wanakufa, wanauawa. Kuna wakati mnakuta tu maiti zinatembea kwenye maji. Wanapigwa sababu ya nini? Wanajua wao sababu kubwa, kwa sababu mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa ninazungumza hapo. Unajua kuna vitu vingine vinatakiwa viwe black and white. Hawa watu wa mali asili pia kuna hujuma wanazifanya. Yale maeneo ambayo tumenyang'anywa, kuna baadhi ya watu wanatoa rushwa, wanakwenda wanalima. Tulionayo ni migogoro inayoendelea juu ya wilaya Mbalali ya ardhi. Sasa hizi tuna zaidi ya miaka 4 hatujalima, maeneo yale tumeyaacha. Bwana, kwa hiyo tunaohangaika kupambana na hii shughuli kule ni hasa vijana, lakini pia na hali ya uchumi Mbalali. Mimi naamini mkikaa na mkurugenzi lazima mapato yameshuka. Hao unaoona hapa mbele yako wote hawana ardhi, wamenyang'anywa. Wanakwenda wapi? Ndugu mwenyekiti, naomba kujibia, wamenyang'anywa hekta 3600 bila kushirikishwa. Lakini mwenyekiti, kuna kitu kimoja naomba ujiulize wewe mwenyewe mwenyekiti na viongozi wa wilaya. Hivi kwa nini mgogoro huu unadumu muda mrefu toka 2012 mpaka sasa? Tatizo nini? Kwa uelewa wangu, kutoka kwenye tatizo katikati hapo mpaka taifa, watu wa taifa wanapelekewa habari sizo kweli. Mimi nikuombe mwenyekiti, kama inawezekana awe makamu ama rais mwenyewe akuite wewe ukiwa mkoani, akiwa Madibira ama Mnasi, wakaone hali halisi ilivyo. Tuna watu hapa, mgogoro huu kwao ni mtaji. Kweli. Nashukuru. Nenda nani zangu? Mwenyekiti, kwa majina naitwa Shabani Juma sawasawa. Sema jeshi 28. Mimi nataka kusema swala la narko. Juzi tumempata naibu waziri ndugu yetu Mnyeti. Namuomba makamu mwenyekiti akamsaidie huyo jamaa, kwa sababu kuna watu pale haiwezekani. Wafugaji hatuna namna ya kutungia mbuga ya TANAPA. Kwa sababu wao national park imeshakuwa TANAPA, imepigwa sheria. Sasa ile imepigwa kwa ajili ya mifugo. Kwa nini walime? Hivi jamani, ng'ombe zenyewe hazina haki duniani. Tunataka sheria za wanyama. Kwa sababu Mnyeti amesema mambo mazuri sana. Lakini tunajua hayo ni mambo pia kusema kila wakati. Ile rangi inaendeka kisiasa. Tunaomba siasa iondolewe, tunaomba haki ya wafugaji patikane Mbalali. Sisi kule tunashajua TANAPA. Narko, si ndio? Narko. Haki ya wafugaji. Narko. Kwamba tunaomba isilime kabisa hata tembe. Ngoja. Kweli yeye bwana. Rafiki yangu bwana. Sawa kabisa. Nasema kwamba makamu mwenyekiti awasaidie wafugaji mlioondoka kule kwenye TANAPA mpate maeneo ya kufuga narko, si ndio? Ndio. Si ndio hapo? Ndio. Haya. Lakini tunachotumia pale ni kilimo. Wamebadilisha. Haya, sawa. Kwa nini wabadilishe nguo nyekundu na nyeupe? Asante, nashukuru. Kwanza nafurahi kuja Mbalali. Waliokuwa wanazungumza hapa wametaja kuwa nimewahi kuja hapa mara nyingi. Sikujua kama nina mashahidi wengi namna hii hapa Mbalali. Kwa sababu Mbalali ni wilaya ya kilimo. Na mimi nusu ya maisha yangu nimekuwa waziri wa kilimo. Kwa isingewezekana kutokuja Mbalali, isingewezekana nimbalize uwaziri wa kilimo bila kujua mambo ya Mbalali. Sasa ndugu zangu, mmeuliza maswali mengi, na mimi nitajibu machache yanayohusu siasa. Yale ambayo yanahusu sheria na utekelezaji wa sheria nitayakabidhi kwa mamlaka kuchunguza na kuchukua hatua. Kwanza, kubwa kuliko yote hapa ni mgogoro ya ardhi. Lakini kabla sijazungumza mgogoro wa ardhi, nataka niwaambie sababu iliyofanya tukataka kwanza nyinyi mseme. Kwa sababu sisi ni Chama cha Mapinduzi, ni chama cha siasa. Kazi yetu ni kuunganisha wananchi na serikali. Ndio kazi yetu.
Sisi ni daraja ambalo wananchi kupitia daraja letu sisi CCM habari zao zitafika katika serikali, na mkinieleza mimi nisiloliweza kulipatia majibu au lililo nje ya uwezo wangu, nina uwezo wa kulipeleka kwa Rais Samia, na hakuna mtu ananizuia kufika kwake. Chama chetu kina historia ndefu. Ni chama ambacho kinajali maslahi ya wananchi wote bila kujali utajiri wao, kwa sababu Watanzania walio wengi si matajiri. Walio wengi ni wananchi wa kawaida tu. Walio wengi ni machinga, ni wakulima wadogo, wanalima kwa jembe la mkono. Hao ndio wakulima na ndio wanachama wa chama chetu. Hao ambao hawawezi kuweka wakili awatetee, wakili wao atakuwa sisi. Sisi ni chama cha watu wa kawaida, sio chama cha kutetea mitaji. Hatuzuii mitaji, tunaunga mkono wa uwekezaji, lakini hatuwezi kuunga mkono wa uwekezaji kwa gharama ya wananchi wa kawaida. Haiwezekani, kwa sababu hivyo ndivyo historia yetu ilivyo. Sisi ni muungano wa TANU na Afro Shirazi, ni muungano wa vyama vilivyoleta uhuru na ukombozi katika nchi yetu. Sio chama cha kawaida kama vile mnavyovisema hapa, vyama vya msimu. Sisi sio chama cha msimu. Sisi ni chama kipo wakati wote kwa matatizo ya wananchi wetu. Sio chama cha uchaguzi. Sisi tuko uchaguzi uwepo, tupo ukiumalizika, tupo wakati wote, iwe mvua iwe jua, sisi mtuko. Sisi ni Chama cha Mapinduzi. Wanatuuliza, ninyi Chama cha Mapinduzi kazi yenu hasa nini? Tunawaambia sisi kazi yetu ni kuratibu na kuhakikisha wananchi wanapata maisha bora kila mwaka, na kuifanya kesho iwe bora kuliko leo, na jana iwe leo iwe nzuri kuliko jana. Na ushahidi upo. Matatizo mnayo na changamoto mnazo, lakini ushahidi nao mnao. Miaka michache mingi iliyopita, ungekuja Mbarali usingekuta watu wanang'ana namna hii. Ni ushahidi kwamba mambo yanaenda vizuri na matatizo yapo, na kazi yetu sisi ni kumaliza na kutafuta majibu kwa matatizo, lakini hayatuondoi kwenye wajibu wetu wa kusimamia maendeleo ya watu. Tutawaeleza mambo baadaye, baada ya kujibu maswali yenu. Nitawaeleza jinsi chama chetu kilivyosimamia maendeleo ya Mbarali. Ya Tanzania siwezi kuambia yote, maana tutalala hapa, lakini ya Mbarali. Ndugu wananchi, mmezungumza sana juu ya matatizo ya migogoro ya ardhi. Sisi tunaifahamu migogoro hii, lakini yule mzee aliyesimama hapa akasema jeni 28 inatuumiza. Yule nadhani hajui mabadiliko yaliyokwisha tokea. Anazungumza mambo ya jeni iliyofutwa, sio jeni iliyopo. Jeni ya miaka ya namba 28 ilinung'unikiwa na watu wote wa Mbarali, na sisi hatuwezi kukaa tukanyamaza tukasema wananchi wamenung'unika na jeni 28 lazima ibaki. Rais Samia wakati wake ndiye ameondoa jeni 28 na badala yake akaweka jeni 754. Ile jeni 58 iliyokuwa inaondoa vijiji 39 kutoka hifadhi ndio imefutwa. Badala yake kuna jeni 700 ambayo ukiondoa vijiji vile 39, vile ambavyo vinabaki ndani ya hifadhi vinakuwa 5 na sio 39.
na hivyo vitano tunavifanyia tathmini. Lakini niwaambie ndugu zangu wa Mbarali, Mungu aliwaweka karibu na mto Ruaha, hamkujiweka wenyewe. Lakini Ruaha ingawa iko Mbarali inapita, inategemewa na Tanzania yote. Mkiua Mbarali mnaua Tanzania na nyinyi wenyewe mkiwemo. Nimesikia mbunge anawaambia mmepata umeme vijiji vingi sana, karibu vyote, lakini mtatoa wapi umeme kama umeme hauzalishwi? Umeme wote unaozalishwa na mabwawa yote nchini yanapata maji ya kuuendesha kutoka mto Ruaha, mto ambao ndio una eneo linaitwa Ihefu, ile wanaita eneo oevu. Tena analijua sana. Mimi mwenyewe nikiwa waziri wa maji niliwahi kulitembelea. Tena nilienda huko kwa boti moja inapita ndani ya matope tu. Ndio mara ya kwanza kupanda boti ya matope duniani hapa. Nikaenda Ihefu. Tulikuwa mawaziri wengi kwenda kuangalia hali halisi. Wakati ule Ihefu ilikuwa imekauka, kwa sababu jamaa wenye mifugo walipata malisho kule, na mifugo ilijaa sana, na pale palikuwa panakauka. Na wakati ule ndio mto Ruaha ulianza kuwa na maji chini kabisa, na matatizo ya umeme yakaanza kujitokeza. Kwa hiyo tunasema matatizo yenu mengine yanayotokana na kupanua na kuweka hifadhi, nia yake nzuri kwa Watanzania, haiwezi kuweka masharti ya kuwapa maumivu. Shabaha yake ni kulinda mazingira ya mto Ruaha ili tuendelee kupata umeme, kwa sababu maendeleo ya kisasa yanategemea umeme. Mkiua maji ya mto Ruaha hapata kuwa na umeme, na Tanzania itarudi nyuma kabisa miaka 60 iliyopita. Kwa hiyo tunaelewa maumivu yaliyopo, lakini niwaambie ndugu zangu, Ruaha, iacheni Ruaha, iacheni Ruaha, tutakufa wote. Usitoboe mtumbwi na huku na wewe unasafiria mle, tutazama wote. Huo ndio ukweli. Lakini sasa mgogoro ule wa ardhi ambao umesemwa hapa na Bwana Hamza, ndio huo tunaoshughulikia. Na niwaambie Mbarali, niwaambie nisiwaambie, hapa kuna mambo Mbarali, hapa kuna mambo. Kwanza lile eneo lililokuwa limechukuliwa na hifadhi, halafu limetolewa na GN ya 754, lina jumla ya hekta 74,000 au ekari 185,000. Hilo eneo hilo limerudishwa nje ya hifadhi, lakini kulikuwa na watu wanaishi kule, haliko wazi. Lakini kuna watu wengine wametoka, sijui wametoka huko wanakujua wenyewe, wameingia kule, nao wamechukua tena maeneo makubwa kuliko wale waliokuwa mle wakiishi. Sasa tunasemaje? Tunasema zile ekari 185,000 zibaki kwa wale waliokuwepo, lakini wale walioingia na kuchukua maeneo makubwa kinyume cha sheria, mkuu wa mkoa aende kule na watu wake wachunguze maeneo kwa utaratibu kabisa, wakishirikiana na maafisa wetu wa ardhi, ili eneo lolote ambalo halikuwa linashughulikiwa na wale waliokuwepo wakati GN 700 inafanyika, iwapewe wakulima wadogo. Wadogo wanyime. Sisi ni nchi tofauti kabisa na nchi nyingi mnazozijua.
Ziko nchi za jirani yetu hapa walijidai na ubepari wa kuuza ardhi kama wanavyouza kanga. Hawana ardhi. Leo kuna wazungu Kenya pale bado wapo. Kuna viongozi wakubwa wamechukua ardhi tena kwa hati. Lazima tuhakikishe mambo haya hayatokei kwetu. Sasa maeneo mengine ambayo lazima tuyaguse. Serikali tuliwapatia wawekezaji hapa. Mmoja yuko kwenye shamba linaitwa nini? Mbarali Estate. Na lingine linaitwa Kapunga. Hawa tulikubaliana nao, haya ilikuwa mashamba ya serikali, nao wayalime. Sasa wanayo ardhi, wanayo na tuliwapa walaumu, lakini hawayalimi yote, wanalima kidogo. Badala yake wanayakodisha. Wanayakodisha, na wanaoyakodi ni wale wenye hali mbaya. Tena wengine sio kwamba wanayakodisha wao. Kuna watu wakubwa kidogo zaidi wanayakodi, wanakuwa madalali, halafu wanyonge wanakodi juu ya wakodi. Hapo umesema. Sasa tunasema hii dunia ya samaki mkubwa anakula wadogo, ina uzuri wake, lakini gharama zake kubwa. Wao tunasema nini? Leo hii nimezungumza na Mura kwa simu, yuko Afrika Kusini, anauguza mama yake, tunamuombea heri. Lakini nimemwambia ana blocks moja na shamba moja na shamba namba ngapi? Namba 2. Alipokuja katibu wa Chama cha Mapinduzi hapa alisema lishughulikiwe kabisa, ili wadogo wapewe walime kwa kudumu. Leo nimemwambia sasa kazi ya kukabidhi mashamba hayo itaanza na mkuu wa mkoa na waziri wa kilimo, tunawaagiza wasimamie jambo hili. Na tunataka msimu ujao hao waliokuwa wanakodi sasa wawe wamiliki wa ardhi. Hapo vipi? Hapo sawa? Tena kuna mtu ananiambia, unajua wanapenda sana kukodi. Wewe. Wapende. Wanakodi kwa sababu hawana la kufanya, au sio? Tunawaambia toka kwenye kukodi, muwe kwenye kuabu, muwe wamiliki. Alafu unasema, kwa nini unatuzuia kukodi? Sisi tunawapa majawabu na matatizo haya. Jambo lingine lililosemwa, wamezungumza jamaa wa Madibira. Tena mmoja anasema wewe ulikuja Madibira, na mimi nakubaliana naye. Haikuwa mwaka 70, ilikuwa miaka ya 80, yeye naye ameweka miaka mingi nyuma. Maana miaka ya 70 Pinda hakuwa waziri. Mimi nilikuwa waziri wa kilimo, tulikuja na Pinda akiwa waziri mkuu wa Kikwete, si ndio hiyo? Tunapajua Madibira. Lakini Madibira pale ilipo haiko mbali sana kutoka Ihefu. Ukienda ndani zaidi unakaribiana na Ihefu kula ambako tunajaribu kulinda mazingira ili Ruaha iendelee kuwepo. Sasa hili la watu wa Madibira wanaonung'unika, tunampa mkuu wa mkoa atafute jibu la watu wa Madibira, ili wasiende Ihefu lakini wapate pa kulima.
Madibira ile wanaoisema kuna mfumo wa umwagiliaji, na kwa sababu umwagiliaji ule hauwezi kuendelezwa mpaka kwenda Ihefu, basi watafute mahali pengine ambako umwagiliaji utawekezwa ili wananchi wale walime, lakini kwa umwagiliaji. Hayo ndiyo majibu ambayo nimeona nianze nayo, maana bila kuanza na hayo mengine msingenisikiliza, na wajua nyewe. Mengine yaliyoulizwa na Bwana Hamza, anasema askari wa TANAPA wanaua. Jambo baya. Mimi sitaki kulitolea maamuzi, lakini nataka niwaambie sera ya chama chetu. Sera ya chama chetu, wahalifu lazima wakamatwe na wapelekwe mbele ya sheria. Tunawaomba askari wanaolinda hifadhi wajue kwamba uhai wa watu hauna bei, na haiwezekani ukashuti mtu raia asiyekuwa na sanaa bila kumfikisha mbele ya nini? Ya sheria. Lakini kwa wale ambao wamepigwa risasi, nilikuwa nazungumza na mkuu wa mkoa, naomba achunguze mauaji yale, na Bwana Kaaya aliyesema haya mambo aende kwa mkuu wa mkoa akatoe ushahidi ili tujue nani, na yule aliyetoa anasema Kaaya ndiye amepiga risasi. Hayo ni mauaji na lazima yachunguzwe. Haturuhusu mauaji katika nchi yetu. Mwingine na Neema naye amezungumza hilo hilo. Neema alikuwa anazungumza juu ya kupigwa risasi na mtu anaitwa Kaaya, David Kaaya. Hilo hilo. Na tunasema hilo lichunguzwe, ni mauaji na ni jinai. Kama atajulikana askari gani amepiga risasi mtu akafa, askari yule anafikishwa mbele ya sheria. Hakuna mtu ambaye yuko nje ya nini? Wote tuko juu chini ya sheria. Hakuna. Sasa bana, sawa nimeshamjibu. Yeye anazungumza mambo ya jieni ya zamani. Sisi tunazungumza jieni mpya iliyo na maslahi mapya kwa wananchi wa Mbagala. Mzee Tera yeye anazungumza habari ya ranchi ya Nako, na hii imezungumzwa vile vile na mfugaji mwingine, na mimi tunasema ile ranchi ya mifugo ile ni ya serikali, lakini imegawanywa kwa watu ili wafuge. Wale watu wamevunja makubaliano na serikali, badala ya kufuga wanafanya nini? Wanalima. Sasa mzee wangu wa Kimasai pala anasema kwa nini ng'ombe wamekosa? Mimi nasema ng'ombe wanakosa. Ng'ombe watapata makosa watafanya nini? Hilo nalo tunataka kuliacha mikononi mwa serikali ya hapa wachunguze, lakini kama kuna haja yoyote ya kubadili mipaka ya ranchi, hili italibidi tushauriane na Wizara ya Mifugo. Lakini kwa kweli kama ni ranchi ya mifugo, iwe ranchi ya mifugo. Kama ni eneo la kilimo, liwe eneo la nini? La kilimo. Ili wafugaji wasiokuwa na malisho wakipewa maeneo kwenye ranchi, nao wafuge kisasa. Maana kwenye ranchi huwezi kufuga unatembea kila siku kilomita 60. Ng'ombe wametangulia mbele wewe huko. Ukipewa ranchi unakaa pale pale ranchi, au sio? Hayo ndio masharti yake. Kitazungumza na wahusika tuone kiasi gani tunaweza tukasaidia jambo hilo. Haya ndio mambo yaliyosemwa na watu wengi zaidi. Mama Amina yeye alimshukuru sana Samia, na mimi nataka kusema haya masuala haya ya shukrani naungana naye mkono kabisa. Tena nitamsemea Samia baada ya muda sio mrefu. Bwana Christopher anazungumza barabara. Hii nayo tutaiacha kwa sababu mimi siwezi kuitolea majibu, ni mambo ya maendeleo. Tunataka kujua kama imeanza kutengenezwa, kama bado ni utekelezaji wa ilani, itabidi serikali ifuatilie. Wananchi kwa muda wa miaka minne
Chama cha Mapinduzi chini ya Samia Suluhu Hassan kimefanya mambo ambayo watu wengine walidhani hayawezekani. Mnajua jinsi reli ya kati inavyojengwa. Mwalimu Magufuli aliacha inakaribia Morogoro. Sasa hivi imefika Makutupora, Singida, na inaelekea Tabora na Isaka hadi Mwanza. Baada ya uchaguzi miaka 2 au 3 ya kwanza, reli ile itakuwa imekamilika na itasaidia sana ukuaji wa uchumi. Rais Magufuli aliacha bwawa la umeme lile la Nyerere. Lile bwawa lile sasa limekamilika na Tanzania ina umeme mwingi kuliko mahitaji yake kwa sasa, na hiyo kazi imesimamiwa. Na labda jambo moja linalohusu watu wa Mbarali, nyinyi reli ya Tazara sinapita kwenu na imekuwa imezorota. Sasa rais amekubaliana na Zambia, amekubaliana na China, ile reli inafufuliwa ili iweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kuliko ilivyokuwa zamani. Na hiyo itasaidia sana maendeleo ya mkoa wa Mbeya, Iringa, Njombe na mikoa yote, na hasa kwa sasa kwa sababu mnalima vitu vingi ambavyo vinahitaji kutoka na kwenda sokoni. Kwa hiyo haya mambo amefanya, lakini ukiondoa hayo, amewekeza sana katika elimu, katika mambo mengi. Nitawaeleza machache tu ambayo tena mnayajua vizuri tu. Hapa Mbarali serikali ya Mama Samia imefanya mambo mengi. Kwenye afya imejenga hospitali moja. Ni kweli sio kweli? Hapa Mbarali hamna hospitali? Mnayo. Imejenga vituo 3 vya afya katika wilaya ya Mbarali. Imejenga zahanati 10 katika muda wa miaka 4 na kusogeza huduma za afya karibu na kina mama. Nataka nieleze Mama Samia katika jitihada zake za kusogeza huduma za afya amepunguza vifo vya kina mama wajawazito. Walikuwa wanakufa wakina mama 500 katika wakina mama 100,000 kwa mwaka. Sasa vifo vimeshuka mpaka 104. Bado ni vingi, lakini mapambano yanaendelea. Watoto wadogo walikuwa wanakufa, lakini vifo vya watoto wadogo vimepungua kwa sababu ya ubora wa huduma. Sasa wakina mama wakipata mimba wanajifungua, na nimeenda mahali nikaambiwa eti wanadaiwa hela. Sasa nawaambia wakina mama, msikubali mambo ya kudaiwa hela, maana kujifungua sio ugonjwa. Ingekuwa watu wote wanajifungua kwa hela, hata mimi nisingezaliwa, hata wewe usingezaliwa, maana wangesema usizae mpaka uwe na hela. Kwa hiyo tunasema hiyo hapana. Kwenye upande wa elimu, serikali ya Mama Samia imejenga madarasa ya msingi 150, imejenga madarasa 95 ya sekondari, na maji safi yanakaribia 86% sasa, na miradi mingi inaendelea. Umeme kama alivyosema mheshimiwa mbunge, vijiji vyote sasa vina umeme na nusu ya vitongoji vina umeme, na shabaha yetu ni kwamba itakapofika mwaka 30 Watanzania wote wawe wana umeme. Hapo vipi? Kwa hiyo ndugu zangu, kazi imefanyika, na kwa sababu hiyo ndiyo maana katika mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi, mkutano maalum, tulikubaliana Mama Samia awe mgombea pekee wa Chama cha Mapinduzi na asindikizwe na mgombea mwenza Dr. Emmanuel Nchimbi. Sijui mnakubaliana na mkutano mkuu wa CCM? Wangapi wanakubaliana na mkutano mkuu? Mikono juu. Hapo mambo ni sawa. Lakini sio hivyo tu. Tumebadilisha kanuni za uchaguzi ndani ya CCM. Tumesema sasa wapiga kura wale wa kura ya maoni
wanaongezeka. Tumeweka mabalozi wa nyumba 10, walikuwa wanapiga kura ya maoni watu wachache, sasa wanapiga watu wengi sana, hata idadi yao sijui. Lakini nia yetu ni kwamba chama chetu kipanue demokrasi, na watu ambao wanapenda sana kuchaguliwa kwa hela, gharama yao iongezeke kama wanaiweza. Maana kama walikuwa 600, sasa wako 20,000, wewe utajua bei yao ya 20,000 ni ngapi. Unaweza ukalipa mpaka ukachanganyikiwa, alafu ukaona na ubunge na udiwani umekuwa mchungu badala ya kuwa mtamu. Baada ya maelezo hayo, naomba nimalize sasa kwa kuwauliza wananchi wa Mbarali, wangapi mnamuunga mkono Samia Suluhu Hassan? Na wangapi wanaunga mkono maazimio ya mkutano mkuu ya